Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, Jimbo Kuu la Dar es Salaam katika mapito ya miaka limeshapata fursa ya kuadhimisha jubilei mbili. Jubilei ya miaka 25 na jubilei ya miaka 50. Vipindi hivyo vyote sio mastahili yetu, ni zawadi ya Mungu, ni baraka, ni kipindi cha kukua, kuimarika na kutoa ushuhuda. Safari hii tunamshukuru Mungu kwa kuwa amelijalia jimbo letu kuendelea kuwepo na kukua. Amelijalia kuimarika na amelijalia kuendelea kutoa ushuhuda. Sisi tuliokusanyika hapa kuadhimisha safari au kuanza safari ya kuelekea maadhimisho ya miaka 75, tunafanya hivyo kama watu wa Mungu. Tunafanya hivyo kama matawi ya Kristo. Tunafanya hivyo kama taifa la Mungu. Ndugu zangu, tunapoanza safari hii ya kuelekea kuadhimisha miaka 75 ya uwepo wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kama mlivyosikia katika maelekezo ya awali, kuna mambo ambayo yatupasa kuyatia maanani. Ninapenda nisisitize haya machache. Safari yetu ya kuelekea kuadhimisha miaka 75 iwe ni safari ya uongofu. Nimeshatamka kwamba sisi ni watu wa Mungu, lakini ni watu wa Mungu tunaojitambua kuwa wadhambi, tunaojitambua kuwa wadhaifu, tunaojitambua kuwa na changamoto zetu. Sasa madhaifu yetu yasituvunje moyo, bali daima tupige moyo konde na kufanya maamuzi ya watu wanaoongoka au walioongoka. Hilo liwe kwa kila mmoja safari ya kumwongokea Mungu. Jambo la pili, iwe ni safari ya kuimarika katika imani. Imani yetu iwe zaidi na zaidi ni maisha yetu. Imani yetu isiwe ni nadharia, bali iwe ndio msimamo na mwelekeo wa watu wa Mungu. Jambo la tatu, kiwe ni kipindi cha kuimarika katika uadilifu. Uadilifu wa watu ambao wako tayari kusimamia ukweli, kusimamia haki, kusimamia upendo,
Nakumbukeni katika Injili Yesu ameweka msisitizo kwenye wito wa kupendana. Pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Kila Mkristo awe ni mtu wa upendo. Kila Mkristo awe ni mtu wa huruma. Kila Mkristo awe ni mtu wa haki. Na hilo napenda kulisisitiza kwetu tulio Wakristo wa Tanzania. Tuwe watu wa upendo na haki. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tumesikia habari za jubilei. Jubilei ni kipindi kitakatifu. Ni kipindi cha kuanza upya. Ni kipindi cha kurudi makwetu. Kwetu ni wapi? Kwetu ni kwa Mungu. Tuone fahari kushikamana na Mungu, kujikabidhi kwa Mungu, kumwishia Mungu. Safari ya jubilei ni safari takatifu. Ndio maana nimeweka msisitizo kwenye wazo la upyaisho, kwenye wito wa kuongoka, kwenye wito wa kuanza upya. Tuthubutu kuanza upya. Tuthubutu kuishi kitakatifu. Tuthubutu kujiaminisha kwa Mungu. Katika somo la pili, Paulo mtume ametupa fundisho la matumaini na faraja. Ametuambia hakuna kitakachoweza kututenganisha na Mungu. Kwa hiyo tusiogope, tusilaze damu, tusipoteze fursa, tusimame kidete na kumwishia Mungu. Ndugu zangu, leo tunapozindua safari ya kuelekea kwenye maadhimisho ya miaka 75 ya jimbo letu, miaka 75 ya uwepo wetu kama taifa la Mungu katika jimbo kuu la Dar es Salaam, naomba kila mmoja wenu aianze hii safari kwa moyo radhi, kwa utayari, kwa uongofu na kwa uthubutu. Namwalika kila mmoja wenu apende kuwa hai zaidi kama Mkristo. Aweke sawa mahusiano yake, aweke sawa mahusiano na ushuhuda wake, ili sisi kama taifa la Mungu tudhihirike kweli kama watu tunaotoa ushuhuda wa watu wa Mungu.
Nawashukuruni kwa kujitokeza kwa wingi kwa adhimisho hili la uzinduzi. Tafanya safari hii kuelekea kwenye maadhimisho ya jubilei kwa takriban miaka miwili. Kilele kitakuwa ni tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2028. Mtapewa maelekezo ya mambo ya kuzingatia, mambo ya kufanya kama Wakristo binafsi, mambo ya kufanya kama wanafamilia, mambo ya kufanya kama wanavigango, mambo ya kufanya kama parokia, dekania na jimbo zima. Nawatakieni safari njema na yenye wingi wa baraka.